Sisi tunakaa hapa juu mapadiri, na nyinyi mnaona kitu changu mimi paroko kaniwekea cha juu kidogo. Kwa hiyo naona pale vizuri. Kuna watu unakuta akiaga maiti anarudi mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yaani kama vile ukafa kweli au nini balaa hili. Hili balaa limeondoka kweli au bado lipo hapa dunia? Kama amini kama hili balaa limeondoka. Mtu anapita na safari fulani nishakuona mtu anaenda kuaga maiti afika mzomeo hilo limekufa. Kiko wapi hilo? Sasa leo Sebo tunaomboleza kwa ajili yake mtu mwema. Sasa tujifunze pia maisha ya wenzetu ambao wamekuwa watu wema kwa watu, wamekuwa watu wema kwetu, wamekuwa watu wenye hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu sio tu kwenda kanisani. Kuwa na hofu ya Mungu ni katika kujali watu, katika kupenda watu, katika kuhudumia watu, kufanya shughuli yako kwa ufasaha kabisa. Hiyo ni hofu ya Mungu. Unafanya kazi yako vizuri, unaboresha pale ulipo. Unapofanya panakuwa pazuri zaidi. Tumesikia historia yake, ameenda ameboresha huku, amefanya kazi za sheria, haki za watu, baadaye anatoka anaendelea na mambo ya watu wapate taarifa vizuri na anafanya vizuri. Tumesikia mpaka mabosi wake amesimama kwa masikitiko lakini kwa furaha kwamba anakwenda akiwa amefanya kitu kizuri. Wewe na mimi tunakwendaje? Tunakwenda tumefanya kitu kizuri au tunakwenda watu wanashukuru walau umeondoka? Labda tuongee pia na Sebo. Sebo, sisi tunakushukuru sana. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa mtu mwema. Umekuwa mwaminifu katika ubatizo wako, umebatizwa katika utoto wako, lakini umeendelea kuwa Mkristo, kuwa mpakwa mafuta wa Bwana, ambaye umekuwa na hofu na huyo Mungu aliyekuita katika ubinadamu lakini pia katika Ukristo wako. Nakushukuru katika nafasi zote ulizotenda tangu ulipoingia Tanzania chuo kikuu na baadaye kazi zako kuboresha masuala mbalimbali ya habari na sheria katika taifa letu. Nasema asante kwa ajili yako.